hivyo Kapteni Ruto ajiuzulu. Hii hakuna mjadala. Kapteni Ruto ajiuzulu na watu wachagulie. Kwani mimi nauliza, hakuna mpwana ambaye kutawala hapa? Malalamishi yameibuliwa na wakazi wa Pwani, hususan kaunti ya Mombasa, kuhusu mchakato wa ajira uliofanywa na mamlaka ya bandari Kenya, wakidai kuwa wenyeji hawakupata uwakilishi wa kutosha katika nafasi za kazi zilizotangazwa. Jambo la kwanza, kulitangazwa kazi 296, 296 zilitangazwa official mwaka jana mwezi wa 11 tarehe 25 November 25th, kulitangazwa katika gazeti 296 works. Cha kushangaza, watu walioweza kuchukuliwa ni 629, na hivi ninavyozungumza na nyinyi intel yangu ishaniambia wamefika paka 900, lakini wale official ambao tunao majina yao wote, kila details zao zote tuko nao ni 629. Wakizungumza na wanahabari, wakazi hao walisema kuwa kuna nafasi zaidi ya 900 zilizotolewa na mamlaka ya bandari katika mji wa Mombasa. Waliochukuliwa ni 629. Sasa kuanzia 297 mpaka 629 kulitumika sheria gani? Kwa sababu haikutangazwa hii. Ni nani aliauthorize? Yoyote aliauthorize hawa watu wachukuliwe, Bwana Rais, tukuomba hawa watu wachukuliwe hatua za kisheria na wafutwe kazi. Yoyote aliauthorize, kwa sababu hii nchi inakwenda kisheria, inakwenda kikatiba. Wewe huwezi ukafanya mambo unavyotaka wewe alafu uangaliwe. Aidha, wamedai kuwa hali hiyo imewaacha wengi wa vijana wa eneo hilo bila fursa za ajira, licha ya bandari kuwa chanzo kikuu cha shughuli za kiuchumi katika ukanda huo. Katika hii Coast Region, mkoa wa Pwani, tuna wasomi wingi, tuna mashujaa wingi, waelewa wingi. Kwa hivyo twakuomba Bwana Rais, hiki cheo cha UMD kipewe mtu yoyote wa kutoka kaunti yoyote 6 za Pwani. Kupewe yoyote wa kutoka Taita Taveta. Yoyote, si hata hatuna shida. Bora tu awe yotoka Taita. Yoyote bora tu awe yotoka Mombasa. Yoyote bora tu awe yotoka Kilifi. Yoyote iwe bora yotoka Tana River. Yoyote bora yotoka Lamu ama bora yotoka Kwale. Haja yetu ni hizi kaunti 6 kwa wanaume wote walioko katika hizi kaunti 6. Zaidi ya wanaume 1,000,000. Je, katika hawa zaidi ya wanaume 1,000,000, Bwana Rais, ukiwa watusikiza, hakuna mwanamume hata mmoja anayeweza kuihandle hii poti? Wameitaka bandari KPA kutoa maelezo kuhusu mchakato wa uajiri na kuhakikisha kuwa wenyeji wanapewa kipaumbele katika nafasi za kazi zinazotolewa na taasisi hiyo. Kama vile alivyosema ndugu yangu Alamin Sosomo, hizi nafasi ziko kikatiba, na kama hata kikufuata katiba, Kapteni Ruto ajiuzulu yeye na bodi yake, kwa sababu hii ni haki hawa waajiriwe na watu hapa lazima pate kazi. Leo Kapteni Ruto ana mbinu anayotumia, ndugu zanguni, kama vile sisi tunavyopambana na kwa masuala haya, mimi naamini wanatutafutia watu kutoka bara, wanatukaunta sisi, kwa sababu wao ndio wanafaidika. Akija kitu kaunta sisi, wanapawa tenda pale. Sasa wewe upati kitu, wewe wapigana na watu ambao wanapatiwa pesa ndani ya KPA. Watu kaunta sisi ambao sisi hapa ni haki yetu. Sisi shamba letu ni KPA, si miwa wala si migoka. Leo mimi namlaumu sana Mheshimiwa Rais. Hata hivyo, baadhi yao wametoa wito wa kuwepo kwa uwakilishi mkubwa zaidi wa watu wa Pwani katika uongozi wa KPA, vilevile wakimtaka mkurugenzi mkuu William Ruto kujiuzulu kama mkurugenzi wa KPA ili kuhakikisha maslahi ya jamii ya eneo hilo yanazingatiwa ipasavyo. Leo watu wanafutwa. Leo katiba iliwaambia 260 ngapi watu andikwe. Leo amezidisha, imefika 900. Kwa hivyo Kapteni Ruto ajiuzulu. Hii hakuna mjadala. Kapteni Ruto ajiuzulu na watu wachagulie. Kwani mimi nauliza, hakuna mpwana ambaye kutawala hapa? Hakuna mpwana ambaye kuchukua kwa MD hapa? Wasituletee bana. Kampuni zote leo ukiangalia KPA, Kapteni Ruto waziri ni kabila hiyo. Ukija watu wazee ambao wameretire, wanaotoa pesa ni wao. Tena wanatuambia kwamba huu ni wakati wa wakale kula. Kwa sasa mamlaka ya KPA haijatoa tamko rasmi kujibu madai hayo. Ni matakwa ya wakazi wa Mombasa wakipeleka barua kwa Rais wa Kenya William Samoei Ruto ili kupata kusikizwa matakwa yao wanayotaka, ambao ni matakwa matatu kama tulivyoelezwa awali. Nikiripotia kutoka Al Hajar TV, mimi ni Abdurrahman Alui. To get more videos of Abu Shuraim,
Don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.